Jamii imetakiwa kufuata taratibu na kanuni kama ambavyo sheria imeelekeza katika huduma ya kupima vinasaba ili kuepusha usumbufu pamoja na upotoshaji. Hayo yameelezwa leo Machi 11 ya mwaka 2026 na mkemia mkuu wa serikali Dr. Fidelis Mafumiko wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari Maelezo Dodoma. Dr. Fidelis amesema katika kutekeleza majukumu makuu ya mamlaka ya maabara na mkemia mkuu wa serikali wanaongozwa na sheria 3, huku kwenye swala la vinasaba ikiongozwa na sheria ya usimamizi wa vinasaba. Akifafanua kuhusu sheria hiyo, amesema wameweka kanuni ambayo inaelekeza mamlaka ombezi ambayo haimruhusu anayetaka kupima vinasaba kuja moja kwa moja ofisini isipokuwa mamlaka tajwa. Akizitaja mamlaka hizo, amesema ni pamoja na mahakama, polisi, maafisa ustawi wa jamii wanaotambulika na serikali, pamoja na wakili ambaye amesajiliwa na kutambulika kisheria. Akizungumzia gharama za upimaji vinasaba, amesema kwa sasa ni shilingi 212,012 pekee kwa mtu mmoja. Ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ilianzishwa ili kutoa huduma za uchunguzi wa maabara za kisayansi kwa serikali, mahakama, taasisi za usalama na wananchi. Taasisi hii hufanya uchunguzi katika maeneo mbalimbali ikiwemo uchunguzi wa vinasaba yani DNA, uchunguzi wa sumu na dawa za kulevya, uchunguzi wa vinasaba katika kesi za jinai, pamoja na uchunguzi wa usalama wa chakula na bidhaa.